Nimeshawishika kuchukua fomu ya kugombea ubunge kwenye jimbo la Ludewa, kwenye wilaya ya Ludewa, kwa sababu nimejiona na uwezo na jamii na uzoefu mkubwa serikalini zaidi ya miaka 20, na kati ya miaka 20 hiyo miaka 10 kati ya hiyo nimekuwa kwenye nafasi za ukurugenzi. Kwa hiyo na jamii na uzoefu mkubwa serikalini. Sasa nahitaji kushare kile nilichokuwa nacho na wanaludewa wenzangu ili tufikiri pamoja, tuweze kutathmini pamoja na tuweze kupanga mipango kwa pamoja kwa ajili ya kuendesha Ludewa yetu. Hicho ndicho kilichonituma, kilichonipeleka, na najiona kama ninao uwezo, kwa sababu kama elimu ninayo, mafunzo ninayo na uzoefu ninayo. Na uzuri Ludewa naifahamu vizuri kwa sababu nimezaliwa huku, nimeishi huku, nimesoma nikiwa huku, na ielewa kwa mipaka yake yote na mahitaji yao yote. Kipaumbele changu ni kwenye uchumi wa mtu mmoja mmoja. Nitabuni mipango, nitafikiri namna kumwezesha mtu mmoja mmoja, mwishowe itakuwa kaya, mwisho wa siku vijiji, mwisho wa siku tarafa, na mwisho wa siku wilaya nzima itakuwa na ongezeko la kipato na serikali itaweza kutekeleza ahadi zake. Sio tu madini na ziwa, pia huku kuna wakulima wengi sana na wafugaji wengi sana. Mkakati wangu wa kwanza ni kuhakikisha kwamba haya madini yanatumika vilivyo. Hayo mazao ambayo yanazalishwa Ludewa yanafika sokoni kwa wakati. Kwa maana hiyo miundombinu ni kipaumbele. Kuhakikisha kwamba mazao yanakayalimwa lazima yafike sokoni kwa wakati. Na haya mazao sio tu kulima, wananchi watakiwa waelezwe wanalima nini na kwa wakati gani na soko liko wapi. Kazi ya serikali, kazi ya mbunge kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba masoko yanapatikana kwa wakati. Huko ziwani kuna ziwa ambalo halijatumika vilivyo kwa sababu ya vyombo. Hadi sasa na mipango mikubwa sana huko ziwani kwamba kuna vyombo lazima tuvue kwa kisasa. Tutahakikisha wavuvi wanavua kwa maboti, na huo uwezo upo. Sio kwamba naahidi, tayari vifaa vya kuvulia zipo. Nina injini zaidi ya 30 zipo ambazo zinaenda kutumika kwa ajili nzima ya kuchukua fomu. Kwa mimi, kwa ngazi yangu ya wilaya, natoa fomu za wale wote wagombea ubunge wa jimbo. Nina furaha sana kwamba tangu saa 2 mpaka kufika saa 4 kamili nilikuwa nimeshapata watiania ama wagombea 5. Miongoni mwao ni kwamba kuna wanaume 4 na mwanamke 1. Kasi imekuwa ni supersonic, naweza kusema, kwa sababu imekwenda kwa kasi kubwa. Ndani ya masaa 3 wagombea 5 wamechukua fomu, na hapo tunatarajia tutaendelea, kwa sababu muda wa kufunga ni saa 10 na kufungua ni saa 2 asubuhi. Kwa hiyo inawezekana mpaka saa 10 itakapofika kutakuwa na ongezeko la watu kubwa. Kwa siku ya leo sisi tumewapatia fomu, lakini tukiwapatia maelekezo kwamba fomu zinatakiwa kuchukuliwa leo tarehe 2 na kurudishwa tarehe 28 na kurudishwa tarehe 2 mwezi ujao, kwa maana mwezi wa 7. Na wazingatie kwa kujaza fomu kwa umakini, kuambatanisha vyeti vyao vya kuzaliwa, CV na vyeti vya taaluma. Lakini kama chama, tarehe 3 mwezi wa 7 tunawaita wote kwa ajili ya sasa kueleza mambo mengi yanayohusiana na kanuni hizi za kuelekea katika uchujaji majina, na vile kwa mbele itakapotokea utaratibu mzima wa kampeni. Kwa kweli nimepata faraja kwamba tulitoa taarifa ya mapema ya angalizo hilo ambao tulipokea makao makuu ya chama. Wagombea wangu wote leo wamekuja kimya. Ni wachache ambao walikuja wameongozana na wake zao, lakini kuna wengine ambao wamekuja bila watu wengine wowote, kwamba wamekuja mgombea mwenyewe amechukua fomu na kuondoka. Kama wagombea 2 ndio wameongozana na wake zao, ambao sio jambo baya kuongozana na mwenza wako kwa sababu yeye ni mtu wako karibu. Kwa hiyo nashukuru, hakuna shamla yoyote mpaka dakika hii ambayo imeweza kufanywa na wagombea. Chama siku zote kinatoa angalizo hilo, na mimi kama katibu wa chama wilaya nimezunguka katika kata zangu zote 26. Nimeonana na makatibu kata, nimeonana na kamati za utekelezaji za jumuiya zote, moja ya vijana, UWT na wazazi.
nikiwaelezea kanuni inazungumzia vipi kipindi hiki, swala la kutoa rushwa, swala la kuchafuana wagombea kwa ujumla wake. Na ndio maana tarehe 3 tunawaita watiania wote ili kukaa nao, kueleza kanuni inazungumza vipi na kukemea vitendo vyote vya rushwa, lakini vitendo vyote vya kampeni chafu za kupakana. Mwamko uko vizuri. Mpaka sasa walichukua fomu ni watu 7. Lakini mpaka sasa bado akina mama bado naona wanasuasua. Lakini niseme tu kwamba nawakaribisha sana waje wachukue fomu. Akina mama nao kama wanavyosema kwamba tunaweza, basi nao wanaweza kulikweli.